maana wewe ni mtakatifu, maana jina lako ndio jina kuu lipitao majina yote. Katika jina lako Bwana, sisi tumepata kimbilio Baba. Jina lako Baba wa rehema ni yote katika yote. Jina lako Baba wa rehema ilifanya vitu vyote. Ndio maana Bwana, wewe ndio tumaini letu, msaada wetu, ngao yetu, ngome yetu Baba, maana uko ndani yetu, hatutaweza kuogopa kamwe. Sema kupitia sisi Baba wa rehema, ukileta Baba suluhisho katika matatizo yaliyoshindikana duniani. Asante Baba wa rehema, maana haya yote ni katika mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Tulikuwa tunaendelea kujifunza kuhusu maombi. Na of course tulianza kufanya mazoezi ya maombi ya kwenda kula. Maombi ambao ni ya simple. Watu wanachukulia kama ni maombi ya kwenda kula. Lakini mimi nasema maombi ya kwenda kula ndio maombi magumu kuliko maombi yote. Hebu nikuulize, kwenye maisha yako, ndani ya siku moja ni maombi yapi unayaomba mara nyingi kwa siku? Ni maombi ya kwenda kula. Kama kweli wewe huo uli kitu ama unywi kitu pasipo kuomba, basi maombi ya kwenda kula unaomba mara nyingi kwa siku. Unapoamka, unapoenda kunywa chai, unaomba maombi. Unapopita njiani pale umenunua maji, unaomba uombe. Unapokaribishwa Karango, unaomba uombe. Unapokunywa chai ofisini, unaomba uombe. Unapokunywa mlo wa saa 6, asubuhi mpaka saa 7 yawezekana ukaomba hata zaidi ya mara 3. So maombi yaliyekuwa muhimu kuliko maombi yote ni maombi ya kwenda kula. Lakini sasa shida ipo kwenye maombi. Mara nyingi watu wengi wametumia maombi kama silaha ya kuangamiza wengine. Wewe unajua, mara nyingi ulipopishana na mlokole ama mtu aliyeokoka, mlipopishana kwenye neno, aliishia kwenda kuomba kinyume na wewe. Alafu sasa akawa anaomba usiku tofauti nawe, kinyume nawe, anataja na jina lako. Lakini watu wa Mungu nasema hivi, maombi si ya kuomba kinyume na watu wengine. Maombi ni kwa ajili ya kuomba mema kwa ajili ya wengine. Kumbuka ya kuwa watu wa Mungu, unapoomba dhamiri yako lazima iwe njema. Hebu nikuulize, kama inatakiwa dhamiri yako iwe njema na moyo wako iwe safi, je, ninapoomba kinyume na Faraji katika jina la Yesu, Faraji amenikwaza kwa jina la Yesu, Baba wa rehema katika jina la Yesu, sasa ninamnyonga kwa jina la Yesu. Hebu nikuulize, hiyo ni dhamiri safi? Hiyo ni moyo safi? Dhamiri yetu lazima iwe njema tunapoomba. Unapokwenda mbele za Mungu, usiwe na kisasi na mtu, usiwe na uhasama na mtu, usiwe na neno na mtu. Ndio maana Yesu akasema kuwa hata sadaka uruhusiwi kutoa kama una neno na mtu. Unatakiwa usitoe sadaka ukapatane na huyo mtu ndio uje utoe sadaka. Kumbuka ya kuwa kama kuna ibada ambayo ni muhimu sana, ni ibada ya utoaji. Ndio maana mtu wa Mungu nasema hivi, Yesu akaendelea kusema kuwa jua isifanye nini? Pasipo wewe kupatana na mtu ambayo mlikosana. Kama Yesu alisema hivyo, ina maana mimi naongezea juu yake ya kuwa usiende mbele za Mungu katika maombi unapokuwa na neno na mtu mwingine. Hiyo ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Na unapofanya maombi, bila shaka maombi ni kwa ajili yako na mambo yanayokuhusu, lakini maombezi ni kwa ajili ya mtu mwingine ama watu wengine. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, huu ni wakati wa kufundisha watu ukweli wa neno ili waweke huru. Ndio maana lazima utambue ya kuwa kwanza ujue lengo mama ya wokovu. Lengo mama ya wokovu ni wewe kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Lakini hebu nikuulize, huwezi kusema, unaweza kusema kuwa una mahusiano mazuri na Mungu kama watu wa Mungu aliyefanya kwa mfano wake na kwa sura yake huko kinyume nao? Mungu aliamua kuleta mwanae, kumtoa aende msalabani ili
wote aliyewafanya kwa mfano wake na sura yake wapate kuwa na mahusiano mazuri naye, wapate kukombolewa. Sasa nia ya maombi yetu lazima ikae katika mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kuona watu wote wakifikia toba ya kweli. Mapenzi ya Mungu ni kuona hata mtu mmoja apotei, bali watu wote wapate kwenda mbinguni. Sasa kuna kitu ambacho watu wengi hawajui. Ukisoma kitabu cha Ufunuo ile sura ya 12 mstari wa 10 mpaka 11, kuna andiko ambayo watu wanaitumia sana. Wakamshinda kwa damu na kwa neno lao la ushuhuda, waliyekataa maisha yao hadi kufa. Lakini kumbuka ya kuwa kwenye sura hiyo pia Mungu imeandikwa ya kuwa Shetani akafanya nini? Akatupwa chini. Naye ana nini? Anayo muda nini? Muda mchache, lakini yeye ni mstaki wa nini? Wa ndugu zetu. So Shetani ndio mstaki wa ndugu zetu. Sasa sisi tumekuwa tukichukua nafasi ya Shetani na kuwa mstaki wa nini? Wa ndugu zetu. Usiende mbele za Mungu na kuanza kustaki watu. Mungu anataka uwaombee watu hao mema. Ungana na mapenzi ya Mungu Baba. Ndio maana jambo la kwanza, maombi yako lazima yakae katika mapenzi ya Mungu. Maombi yako lazima yaungane na mapenzi ya Mungu Baba. Mapenzi ya Mungu Baba ni kutoona hata mtu mmoja akipotea, bali wote wakifikia toba ya kweli. Ndio maana maombi ya aina yoyote, iwe maombi ya kushukuru, iwe maombi ya usiku, iwe maombi ya kwenda kula, lazima maombi yako, jambo la kwanza, limtukuze Bwana. Jina la Bwana litukuzwe kwenye maombi yako. Lazima ufalme wake ushuke. Lazima mapenzi yake yatimie. Na lazima pia iwe na uhitaji wa baraka, akupe riziki. Lazima pia kuwepo na akusamehe maovu yako, lakini atakusamehe tu pale ambapo utakuwa umesamehe wengine. Watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho kwenye Agano Jipya ni jino kwa jino, jicho kwa jicho, ni eneo la msamaha sagana. Kwa mambo mengine yote mabaya yanalipwa kwa mema, lakini kwa Mungu usiponisamehe mabaya niliyokutendea, basi Mungu naye akusamehe. Ina maana kwenye msamaha, kipimo kile unachotoa kwa wengine ndicho na Mungu anakupa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa maombi yanatakiwa yamtukuze Mungu. Maombi ya kwenda kula inao muhimu sana. Mara nyingi watu wengi wamekuwa wakifanya nini? Wamekuwa wakitumia vibaya maombi ya kwenda kula. Watu wa Mungu, unachohitaji sio maombi. Unachohitaji ni kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Unapokuwa na mahusiano mazuri na Mungu, bila shaka Mungu anakulinda pasipo hata wewe kuomba. Lakini mara nyingi watu wengi wanajua kuwa lazima uombe ndio Mungu akulinde usiku. Ukishajijengea tu desturi ya kuwa usipoomba kwa nguvu huwezi kulala, basi umepatikana. Watu wa Mungu, kinachotakiwa, tafuta kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Tafuta kujua neno la Mungu. Tafuta kuishi neno la Mungu. Tafuta kuongozwa na neno la Mungu. Tafuta kuishi maisha yanayempendeza Mungu. Na kazi ya kukulinda, hiyo ni kazi ya Mungu. Hiyo ni wajibu wa Mungu. Imeandikwa, je, Bwana asipolinda mji, walindao wafanya nini? Kama Bwana asipolinda mji, walindao kesha bure. Basi ni wajibu wa Bwana kulinda wote walio wa kwake. Ndio maana jicho la Bwana huzunguka duniani mwote
apate kuwatazama wale walio wa kwake na apate kuwaokoa na mabaya. Nasema hivi, mtu wa Mungu, maombi yako yamtukuze Mungu. Maombi yako yakae katika mapenzi ya Mungu. Ndiyo maana unapokula chakula usiangalie chakula, angalia ukuu wa Mungu katika chakula. Kumbuka ya kuwa ukiangalia mfano wa maombi Yesu aliyeomba, wakamwambia Yesu, wanafunzi wake wakamwambia kuwa aache watu waende vijijini wakafanya nini? Wakatafute chakula, maana hapale ni nyika tupu. Akawaambia wapeni nini? Wapeni chakula. Wakasema hatuna chochote ila samaki wawili na mikate. Lakini samaki wawili na mikate mitatu ilitoka wapi? Ilikuwa ni chakula cha mtoto mdogo ambayo mama yake alimwandalia. So ina maana walichukua mlo aliyeandaliwa mtoto mdogo na mama yake, walivyoomba yule mtoto aliwapa, wakawapa wanafunzi, wanafunzi wakampa Yesu. Yesu naye bila shaka akainua juu, akazinua juu, akatazama juu, akasemaje? Alisemaje Sagana katika maombi? Nakushukuru Baba wa mbinguni utupae chakula. Nakushukuru Baba wa mbinguni utupae chakula. Aliomba ama kuomba? Lakini umeona jinsi Yesu alivyoomba, inatupa taswira kwa kumbe maombi ni maneno unayesema na Mungu. Haijalishi ni machache, haijalishi ni mengi. Lakini Yesu alisema ya kuwa maneno mengi saa nyingine yanakuwa na unafiki ndani yake. Maana amesema msiwe kama nani? Kama wanafiki wanayedhani ya kuwa wakisali sala ndefu hapo ndipo watakapofanya nini? Watajibiwa. Lakini umeona Yesu akasali sala fupi. Watu wa Mungu, Mungu amesema hivi, leteni hoja zenyu nzito nzito tupate kuhojiana nanyi ili mpate kupata nini? Haki zenyu. So anayepeleka hoja apeleki mambo mlukuki, apeleki mambo 100, apeleki mambo zaidi, anapeleka hata kama ni jambo moja, lakini yenye hoja iliyo ya kutosha. Sasa watu wa Mungu, hebu tuanze kutazama Bwana, ukuu wa Mungu, ukuu wa ufalme wa Mungu, utukufu wa Mungu. Unapoomba usiangalie chakula, muangalie Mungu ndani ya chakula. Unapoomba kwa ajili ya afya yako, usiangalie ukuu wa ugonjwa, bali angalia ukuu wa Mungu katika ugonjwa wako. Usimwambie Mungu ukuu wa tatizo, ambia tatizo ukuu wa Mungu. Usiambie Mungu habari za chakula, ambia chakula habari za nani? Za Mungu. Tunahitaji tukuza Bwana katika chakula. Hebu nikiomba hivi, ninakushukuru Baba, maana wewe ni yote katika yote. Ni muda mrefu Baba sijala wali pilau, wali kuku. Lakini Bwana umeona ni vyema leo Baba nipate kula wali kuku. Asante Mungu mweza wa yote, katika jina la Yesu, amen. Je, hiyo imekaaje? Je, hata kama ingekuwa na sumu, je inakuwa? Hata kama ingekuwa na magari inakuwa? Umeona ukuu wa Mungu na umemtukuza Mungu katika chakula. Lakini maombi yetu yamekuwa yakitukuza sisi. Usiombe maombi itakaye kufanya uone na katika jina la Yesu mimi nabariki chakula sasa, mimi nangoa sasa, navunja. Baadaye unasema niliomba mimi. Kwa nini Yesu alisema uwaokoe na huyo muovu? Hii dhana ya sisi tunavunja, tunateketeza, tunangoa ilitoka wapi? Ukisema unafanya wewe, je, Kristo yuko wapi? Paulo kwenye Warumi 8:26-27 anasema nanyi kadhalika mjui kuomba, ni Roho Mtakatifu huwaombea kwa kuugua.
Na nasema Roho Mtakatifu yeye anachunguza nini? Mioyo, na kujua unachohitaji kuomba. Nasema hivyo watu wa Mungu, huu ni wakati wa mabadiliko. Umekuwa ukiomba maombi uliyofundishwa, bado tumbo linakuuma baada ya kula. Umekuwa ukiomba, bado mabaya yanakupata kwenye chakula. Hebu usiangalie ukuu wa chochote, bali angalia ukuu wa Mungu katika chakula. Mtukuze Mungu. Yesu akiomba kwa ufupi akasema kuwa na kushukuru nani? Baba yetu wa mbinguni utupae chakula. Ina maana alitakiwa baba pale atoe chakula, kutakiwa. Lakini akuombwa kwa baba, hebu lisha hawa chakula maana wako wengi. Bali kilichotakiwa ni nini? Kilichotakiwa ni kuonyesha imani ya kuwa yeye ndio anayelisha chakula. So Yesu alipomshukuru Mungu, je, Mungu akalisha? Nasema hivyo watu wa Mungu, ni vizuri kuendelea kutafakari, lakini kufanya mazoezi ya kuomba. Natoa nafasi kwa watu wachache ambao walijifunza maombi ili nisikie, na mimi nitaendeleza mengine. Hebu nione mtu ambaye amesema mchungaji, nimeendelea kufanya mazoezi ya maombi ya kwenda kula. Nione. Na hasa na wewe Saganda hapo. Angalau haraka haraka. Wageni hapa ni sehemu ya kujifunza. Hapa ni sehemu ya kujifunza, na sio mchungaji tu anayefanya. Ni watu wote wanahitaji kuomba. Maana ukimfundisha mtu kuomba pasipo kufanya naye mazoezi, kuna kitu kinachoitwa kukamata moto. Maombi lazima mtu akamate moto. So unapofanya mazoezi na kuomba, bila shaka unakamata moto ya maombi. Lakini hebu tusikie hao ambao wamefanya mazoezi. Nilisema hivi, unapoomba Mungu atazami neno lako. Mungu anatazama neno lake ili apate kulitimiza. Ndio maana umeona pale ninapoomba, bila shaka neno la Mungu, mshukuruni Bwana katika kila jambo. Unapomshukuru Bwana katika chakula, bila shaka mabaya hata kiwepo kwenye chakula hayawezi kukupata. Balaa na nuksi zote haziwezi zikakupata. Ndio maana watu wa Mungu nasema hivi, mtazamo wako katika maombi lazima iwe katika Mungu. Lazima mtukuze Bwana. Lazima imuinue Mungu. Lazima itangaze ufalme wa Mungu. Lazima ikae katika ile mapenzi ya Mungu ya watu wote kuokolewa. Ndio maana mimi ninapoombea watu pale, naombea mpaka roho za watu iliyopo ndani ya watu. Maana nimeitwa kwa ajili ya kuokoa hao. Sijaitwa kwa ajili ya kuangamiza. Mimi sio mchungaji wa kuangamiza. Yesu akuangamiza na mimi siangamizi. Ndio maana kwangu ni amani tele. Kwangu ni upendo. Na unaposema upendo, Mungu ni pendo, apenda miti, apenda mifugo. Ndio maana na mimi napenda watu. Hebu nikusikie Saganda. Baba Mungu, katika jina la Yesu. Naitukuza jina lako, maana wewe ni mwema na ni mtakatifu. Baba, ilikupendeza Nuhu ukamwokoa katika safina. Ndio. Nami Baba ninakushukuru, maana katika chakula hiki Baba umetuokoa kupitia damu yako. Sawa, ingine. Mbona unapotaka kuomba unakuwa mdogo kama Piriton? Kaa vizuri alafu tulia. Amina. Kwa nini unakosa amani? Kwa nini unakosa amani? Wanayekosa amani na wawekeaga mkono katika jina la Yesu. Ewe roho unayembana, mwache kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, roho ya kuinua mabega juu anapoongea, ninaagiza iwe ni mwisho, na kutengeneza koo wakati akitaka kuomba iwe ni mwisho kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Hebu ingine, umeona huyu anapotaka kuomba kwa nini anapoongea atengenezi koo, alafu anapotaka kuomba anafanya hivi? Hapa kwenye kuomba ndio fagia chuma. Kama kuna kifungo ndani yako, tunaipiga juu kwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio uzuri wa kuwepo agizo kwa wakati wa vipindi. Hebu endelea. Mbona unacheka mdogo wako? Mbona mcheka mdogo wako wewe? Mungu akamwambia Ibrahimu, nipe wewe mwanao
umpendaye. Ndio. Isaka. Naye Ibrahimu akamtoa Isaka, tukaenda naye mpaka katika mlima wa Moria. Baba, ninakushukuru maana wewe ulitupenda hata ukatutolea mwanao wa pekee ili wote tunayokuamini utuokoe. Baba, ninakushukuru maana umetuokoa katika mabaya yote katika jina la Yesu. Hiyo ni vizuri sana. Umeona ulivyo umekamata agano la kale, umekuja kwenye agano jipya kwa unamshukuru maana alitoa mwanae wa pekee. Unapoongea habari za injili, hiyo ni mapenzi ya Mungu Baba. So bila shaka mapenzi yake yameshakuwepo kwenye chakula. Lazima yani maombi makali alafu mazuri sana hayo. Hii umeomba vizuri, hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ukikusa tu. Ni maana sema watu wa Mungu lazima mabadiliko yawepo. Ya mwisho. Kama unajiandaa niende kwa huyu aliyekuwa anakucheka huyo. Huyo. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa chakula ambacho kiko mbele yangu. Kwa neema yako Bwana ulimuumba mwanadamu, ukamweka katika bustani ya Eden, ukaumba wanyama, ukaumba mimea, ukaumba na matunda. Kiwe chakula cha walio hai. Nakushukuru kwa hiki chakula Bwana, tunapokula kitufanye kuwa hai kiroho na kimwili. Hiyo imekaa vizuri. Ingine hiyo iko vizuri sana. Watu wa Mungu, ukiongea habari za uumbaji, ukatambua mimea, mifugo, Bwana aliyeumba, yani bila shaka imekaa vizuri. Maana katika maombi hayo amemtukuza Bwana, amelitukuza jina la Bwana. Maombi yako lazima imtambue Bwana. Umejua tumekuwa tukiomba maombi ambayo hatumtukuzi Bwana, hatumtambui ukuu wa Mungu. Tupo kwa ajili ya kutukuza Mungu, ndio maana maombi yetu yamtukuze Mungu. Tukae kwenye mapenzi ya Mungu. Ingine? Baba yangu na Mungu wangu. Ndio. Wewe ni Mungu uliye hai. Ndio. Wewe ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Ndio. Nakushukuru Bwana maana chakula ni uhai. Nao umetupatia chakula hiki ili tupate kuwa hai. Maana wewe uhai. Kwa chakula hiki tukawe hai roho na mwili. Naomba kwa jina la Yesu. Mbona nafsi hujataja? Unapotaja roho na mwili, taja na nafsi. Maana nafsi, roho na mwili zinakwenda kwa pamoja. Amina. Vizuri sana. Ingine ya mwisho. Baba yangu na Mungu wangu, ninasema asante kwa chakula ambacho kiko. Ina maana wewe baba yako nawe ni baba yako tu na Mungu wako, taki awe na wengine. Hebu mfanye awe na wengine, maana ukifanya awe wa kwako basi utajua kama wewe ni wewe. Tunataka usisi Bwana. Nataka usitake wewe, taka usisi. Baba yetu wa mbinguni. Ndio. Yes. Nakushukuru Bwana. Ndio. Maana Yakobo wakati akienda Pandarani alikuomba maneno mawili. Ndio. Anasema Bwana, utakaponipa mavazi, ukanipa na chakula, nitajua kwamba wewe ni Mungu wa baba zangu. Na nitarudi hapa kukujengea madhabahu. Nasi tunashukuru Bwana maana chakula ndicho uhai wa mwanadamu. Tunakushukuru kwa hiki chakula ambacho tunaenda kukula. Vizuri, ukitaja Yakobo bila shaka umetaja nguzo imara katika neno la Mungu. Vizuri, hebu nisikie nani? Je, uko tayari Milka? Wewe. Baba, katika jina la Yesu, Baba, angalia jinsi ambavyo wewe uliumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana. Angalia mbele yetu kuna chakula hiki ambacho hakika kinatufaa katika mwili ili tuweze kukutumikia vema. Baba, nuru hakika iliangaza gizani, na giza lolote ambalo liko ndani ya chakula hiki ikapate kutoeshwa na nuru ambaye ni Yesu Kristo, tulapo tupate nguvu ya kukutumikia vema katika jina la Yesu. Mbona mpaka mate yanataka kunanii? Naomba mpaka pumzi na kata. Hebu ingine.
Baba, katika jina la Yesu, angalia jinsi ambavyo Mungu wewe uliumba mbingu na nchi siku 6, na Baba, angalia jinsi ambavyo ulipumzika siku ya 7. Mungu wa mbinguni, tunapokula chakula hiki Bwana, ukatupumzishe mbali na magonjwa, nuksi, mikosi na balaa. Tulapo Bwana, tuwe mbali na hayo yote mabaya katika jina la Yesu. Amen. Hiyo iko vizuri. Niko hapo nyuma hapo, Mama Dorcas. Watu wa Mungu, hapo tutafanya mazoezi. Usiogope bana. Ukishindwa kuomba mbele yetu hapa, hata kule nyumbani huwezi kuomba. Kama naweza kuzuia kuomba mbele yangu hapa, basi kule atakuzuia sana. So, ni vizuri sana unapoombea, unapopata nafasi ya kuomba hapa. Watu wa Mungu, jambo hili sio jambo la kawaida. Unaweza kaiona kama ni jambo la kawaida, lakini maombi yanatoa watu udeni, yanatoa watu nishai. Usione hivyo. Yanafanya watu wanakosa pumzi, yanafanya watu midomo inakauka. Maana ukiomba, kwanza ukiomba maombi haya, nikikuona tunaona hapa kuna kifungo. Maana imeandikwa jaribuni hizo roho kwa nini? Nikwambia omba alafu kuona moyo unapiga, jua kabisa yupo mpangaji ndani yako. Na mimi nikimuona na simpi notice, na mhamisha moja kwa moja. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, kama ulivyomlisha Musa katika nyumba ya Yosef kuhani wa Midian, na sisi Baba tunashukuru tulapo chakula hiki. Asante Bwana kwa sababu tulishe kwa chakula hiki. Amen. Kipengele cha tulapo chakula hiki utoe, hiyo ni msingi wa zamani. Hebu ingine hiyo misingi ya tulapo. Baba yetu wa mbinguni, ndiye mkuu kuliko vitu vyote. Tazama Bwana, Betheli na Goliath ukawapa hekima na maarifa ndani yao, na ukawapa hekima, akili. Baba, tunashukuru kwa chakula hiki, na sisi tutakuwa na akili kupitia jina lako. Amen. Niko kwenye kienge hicho hapo. Baba Mungu, katika jina la Yesu, hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho Bwana akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Kama giza kama nuru, Roho Bwana alipotulia juu ya uso wa maji akimdhibiti giza ambaye ni shetani, nasi tunaposhiriki chakula hiki, Roho Bwana akapate kumdhibiti shetani ili tukapate kuponywa magonjwa yote. Amina. Hiyo na tunaposhiriki nataka uitoe kwako. Hapa. Mtakatifu Baba Mungu mweza yote, ulipoumba nchi, miche ya kondeni ilikuwa haijachipuka bado na majani, ukungu ukatoka chini ya ardhi, chini ya nchi, ukauloanisha nchi yote. Baba, ukungu ambao ni neno lako kwa wakati huu ikatutakase, ikaondoe mabaya yote tunapokula hiki chakula katika jina la Yesu. Amen. Hapo. Hapo. Baba Mungu, tunakushukuru kwa riziki, kwa kuwa ni mbali uliweka mtu siku ya siku, na hata alikutenda dhambi katika bustani ya Edeni, lakini ulimrehemu na ukambariki, ukampa mwana. Akasema nimepata mtoto mwanaume kwa Mungu, na ukamwongeza mwingine. Baba, kama ulivyomwongeza Adamu mwanae Habili, Baba, tunaomba tuongeze nasi baraka zako za rohoni, za mwilini na nafsi. Ni katika jina la Yesu. Amen. Umeenda sana ndefu, nzuri lakini mbona ndefu sana? Hapa. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu.
Mwambie atoke ndani yake, ache kukuzuia. Mwambie mpaka umefika hapo umeshamshinda. Mpaka amefika hapa ameshakushinda, maana ukutaka afike hapa. Yeye ni mtu wa Mungu, ndio maana anafika hata kama anajisikia vibaya. Huwezi kuruhusu kinywa chake kutamka neno la Mungu, maana umemshika. Mkataba uliofunga naye ya mauti nimeivunja, na kuanzia sasa beba kila kilicho cha kwako, alafu wasalimie kule kuzimu. Waambie ninawasalimia. Alafu nawasalimia kwa jina la Yesu. Jehova Nisi, ninakutukuza kama vile ambavyo uliwapatia wanafunzi wa Elisha chakula, lakini wakapewa kile kwamba kina mauti. Uwepo wako ukae katika riziki ambayo tunashiriki, ikafukuze kila roho za mauti katika idara zote za maisha yetu. Haleluya. Hapo siku ya kwanza uliumba nuru. Kwa mbele yangu kuna chakula. Ile nuru ikaonekana ndani ya chakula hiki. Katika jina la Yesu. Niko hapa. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu. Imeandikwa, siku ya kwanza Mungu uliumba mbingu na nchi, na ukaumba nuru kubwa itawale mchana, na ukaumba nuru ndogo itawale usiku, mwezi pamoja na nyota. Mbele yangu iko raha kwa ajili ya nafsi, roho na mwili. Naomba nuru yako ile izuke ndani ya hii raha, kila nafsi, roho na mwili vipate burudani. Haleluya. Hapa. Haleluya, msifuni Mungu katika. Haleluya, msifuni Mungu katika. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana lisifiwe na kutukuzwa daima milele. Naftali ni yala aliyefunguliwa, naye atatoa maneno mazuri. Baba Mungu, asante kwa kuwa tunapoenda kushiriki chakula hiki tutafunguliwa vifungo vyote vya nafsini, rohoni na mwilini, iwe kwa jina la Yesu. Mbona unaomba hauna amani? Mbona ndio wewe unayeombaga hivyo? Ndio wewe unayeombaga hivyo? Hebu omba nyingine tena. Sidhani kama huyo ni wewe. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana lisifiwe na kutukuzwa daima milele. Asheri, chakula chake kitakuwa kinono, naye atatoa tunu za kifalme. Asante Baba, wote tunaposhiriki chakula hichi tutaenda kuunganika na mapenzi yako, tukiwa wafalme wa kutangaza neno lako duniani mote, iwe kwa jina la Yesu. Umeona unayo vitu vizuri, lakini umeona kuna kitu ambacho kama kuna kujaribu kuzuia fulani hivi. Sijui kama unaiona. Kwa sababu nilikuwa nataka niombe na Zaburi ya 150 ikawa imetoweka. Hebu mwambie, wewe uliyefanya Zaburi 150 toweke. Wewe uliyefanya Zaburi ya 150 toweke. Mimi sina mahusiano na wewe. Mimi sina mahusiano na wewe. Hebu niachie. Hebu niachie. Kwa jina la aliye hai. Kwa jina la aliye. Nyamaza akuachie kwa jina la aliye hai. Hatuwezi tukakaa na kuendelea na mashetani kutesa maisha yetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu. Adamu akamjua mkewe, naye akamzaa Kaini na Habili. Kaini akapeleka sadaka ya mazao kwa Bwana, na Habili akapeleka sehemu za wanyama zilizonona sadaka kwa Bwana. Baba, wewe ukambariki Habili na sadaka yake. Ninakushukuru Bwana, maana wote watakaoshiriki chakula hiki watapata baraka nafsini, rohoni na mwilini, katika jina la Yesu. Amen. Bila shaka wachache wamepata kuomba, lakini unachotakiwa kufanya ni nini? Unatakiwa usome Biblia, uwe na neno la Mungu. Of course maombi haya ya chakula tulisema tuombe na kitabu cha Mwanzo na Kutoka. Tutakamilisha maombi yao wiki ijayo. Misingi hii ikikaa vizuri, maombi mengine yote yatatupiga cheni. Yaani mtazamo wako toa kwenye
ile msingi uliyejuaga zamani. Kuomba ni kusema na Mungu, na unaposema na Mungu lazima utambue ukuu wa Mungu, lazima uinue utukufu wa Mungu, lazima ukae katika mapenzi ya Mungu. Maombi yako limtukuze Mungu, maombi yako itangaze Injili, maombi yako itangaze ufalme wa Mungu. Na bila shaka anayetenda ni Mungu. Asikudanganye mtu, ni Mungu ndiye anayetenda. Na unapompa Mungu nafasi atende, na unaposema ya kuwa wewe hujui kuomba ni Roho Mtakatifu, bila shaka huwezi kuchukua hizo sifa, utamrudishia Mungu sifa na utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watu wa Mungu, watu wameomba, wengi bado wao katika sura ya kwanza ya pili. Hebu nataka sasa upige hatua, nenda kwenye sura ya 3, sura ya 4 mpaka sura ya 50 kitabu cha Mwanzo, na uende kwenye kitabu cha Kutoka sura ya kwanza mpaka sura ya 40. Na wiki hiyo itakuwa ni wiki ya maombi kabisa, yani kuomba maombi hayo, alafu moja kwa moja tutakapomaliza wiki ijayo, moja kwa moja tutaenda kwenye maombi mengine. Lakini kwa sababu tutakuwa tumejua msingi wa kuomba, maombi hayo mengine yatakuwa ni nyepesi. Lakini kumbuka ya kuwa unapotaka kuomba, mtu wa Mungu, jua kabisa ya kuwa unapoanza tu, Baba aliye mbinguni, tayari umeshafika kwenye kiti cha rehema, umeshafika kwenye kiti cha enzi cha Mungu. So maneno yatakayofuata pale yatawakilisha jinsi unavyo misbehave mbele ya Mungu. Kama umeomba kinyume na watu, basi utakuwa umepata kibali cha kufika mbele za Mungu, alafu na kusema maneno yasiyo stahili. Yaani unapoomba, jua kabisa uko mbele za Mungu, unasema naye. So unaposema, heshima lazima iwepo pale pale, na lazima umtukuze Bwana, lazima utukuze njia zake, lazima utukuze ufalme wake. Sasa watu wa Mungu, mimi nitaishia hapo kwa sababu muda umeenda, na kesho ni ibada. Kesho mimi nitafundisha tena maombi. Kama mtu mmoja atashika maombi na kuomba vizuri, maombi ya kwenda kula, nitakapomfundisha maombi mengine itakuwa ni jambo jepesi kwake. Lakini kumbuka ya kuwa, toa akili zako kwenye njia zingine. Jua kabisa ya kuwa kuomba ni kusema na Mungu, hata kama ni neno moja, hata kama ni maneno mawili, hata kama ni maneno matatu. Ndiyo maana watu wa Mungu, Yesu aliomba kwa ufupi sana. Alimshukuru Baba wa mbinguni anayewapa nini? Chakula. Nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu kwa ajili yako? Nani mwenye swali? Tunapoombea chakula, tunasema hivi: Baba, katika jina la Yesu, chakula kitakase kwa damu ya Yesu. Tunakosea. Nani abariki? Yaani tunasema hivi: Baba, katika jina la Yesu, bariki chakula hiki kiko mbele yetu. Naomba Baba, vyakula hivi vimetoka sehemu mbalimbali, tunakitakasa kigeuke damu ya Yesu. Unakitakasa wewe. Yani nasema sasa wewe unatakasa, wakati Paulo anasema nanyi kadhalika mjui kufanya nini? Kuomba, naye Roho Mtakatifu ama Bwana aombaye ndani yenu. Lakini pia imeandikwa, hata mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Tazama, ya kale yamepita, ya sasa yamekuwa mapya. Na sio yeye anayefanya nini, bali na muombezi wetu ni nani? So ukishasema tu ninakibariki na kitakasa, je, sifa utampa Mungu tena? Ndio maana tumekuwa tukiomba katika misingi hiyo, hatimaye watu wakaanza kujisifu. Of course yupo Bwana ndani yako, amina. Lakini sasa ruhusu Bwana achukue nafasi yake, atende. Hii itatupa msingi wa kupata kumtukuza Mungu. Najua athari ya watu ambao walitufundisha tuombe ya kuwa sisi tunafanya, na hatimaye hata wao walikuwa naomba hivyo na kujisifu wao ya kuwa wao ndio anayefanya. Lakini mimi nataka niondoe kipengele hicho ili umtukuze Bwana anayetenda ndani yako. Maana kama mimi nimeandikwa kuwa sio mimi naishi kwenye mwili huu, bali Kristo. Kama ni Kristo, je, ni mimi ninayeomba ama Kristo anaomba? Kristo. So kwa nini Kristo asiniokoe na huyo muovu? Kwa nini Kristo asitende? Sio mbaya, lakini kipengele hicho tu ndio uondoe. Mtu mwingine mwenye swali? Anybody with any question? Yes.
Mchungaji, nitakuuliza kwamba yani unapotaka kuomba kwa hii msingi mpya, yani unashangaa tu kwamba unakuwa umeshapata kigugumizi, yani mpaka ukae tena akili uiseti tena, yani ukae kwenye nani, yani inakuchukua muda mpaka kuja kunani. Sasa sijui inafanya vibwengo au sijui inafanya. Bila shaka upinzani lazima uwepo, lakini unapofanya mazoezi ina maana moto inapokolezwa, bila shaka ikikolea itafanya kazi iliyokusudia vizuri. So mwanzoni lazima ikupe shida, lakini wewe tulia alafu omba. Omba. Ndio maana mimi sasa hivi hata nyumbani kwangu siombi kwa sauti watu wasikie. Nataka kila mtu aombe. Nilikichukua kipengele changu tu. Nafundisha maombi, nataka kila mtu aombe. So nataka na kila mtu apate nafasi ya kuomba. Amina. Hii kuomba ya kwa mtu mmoja ndiye anayeomba miaka nenda rudi, bila shaka inawalemaza watu, si ndio? So wape watu nafasi ya kanda waombe. Mpe Wina nafasi aombe. Mpe Caleb nafasi aombe. Lakini sasa ni vizuri ukisikia wanapoomba, kila mtu achukue chakula chake alafu sikia anapoomba. Amina. Maana kila mtu aombe, maana kuomba ni kila mtu anatakiwa kuomba. So watu wa Mungu, swali la mwisho nataka uende nyumbani, maana kesho ni ibada na kesho sikose kwenye ibada. Alafu hapo nataka kuuliza, kuna nani swali. Yaani nikiwa nimeandaa kile chakula, yani kwamba nilipata kile chakula, mimi nikaonja. Sasa nilipoonja kwanza bado sijakiombea. Na sasa nilipoanza kuanza niombe ili nile, yani sia kabisa nauliza swali naambiwa, sasa naomba nini wakati ulishakula? Ulikula, ulionja? Nilionja. Mwambie shetani nilionja, sikula. Na anayeonja, kuna mwingine anayekula kwa leo. Kuonja ni kuonja, tukufanya hivi, si ndio? Haiendi ndani huko. Kama wewe unakulaga wakati wa kuonja, basi wewe ni tafapuli nyingine. Kuna mama wengine ambao anasema kwa ninaonja chumvi, lakini anapakua kabisa mboga kabisa. Anapakua vipande kabisa. Hiyo umekula, omba. Lakini kama unaonja na unachukua tu mchuzi, unaonja chumvi, si ndio? Pigia Bwana makofi makubwa. Unajua sisi shetani hatuwezi. Sisi shetani hata kuweza. Kama uona unameza, kuonja sio kumeza. Chumvi ndio hapo naonja imeiva. Kama unaonja nyama imeiva na maana unakula, sasa omba, si ndio? Lakini kama unaonja chumvi, wao mama tunaonja kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya chumvi tena unachukua mchuzi unakunywa mpaka unameza. Chumvi sinaonja hapa kwenye ulimi. Na mama anamenya kidogo hiyo hapo. Si ndio? Na hapa, na inaishia hapa. Bwana, sisi Bwana tuna maarifa ya kimungu. Shetani atupishe. Hii ni sample nyingine uweze kama unataka kumeza basi omba. Lakini hata kama ulisahau ukala chakula kaenda tumboni, iombe. Unapokumbuka omba. Maana saa nyingine shetani ndio kakusawilisha. Iombe. Omba msamaha. Baba, asante maana sikuomba kabla ya kwanza kula, na tuliambiwa tulapo na tusali. Maana Bwana wewe umejaa rehema. Umenirehemu. Na Bwana muweza wa yote, neno lako Baba wa rehema iliyefanya vyote, ikafanya chakula hicho kwenye tumbo langu Bwana. Na Baba wa rehema iwe na afya kwangu katika jina la neno. Amen. Yaani umeona umeshaomba msamaha, lakini tayari unaiombea ndani ya tumbo. Je, hujashinda shetani hapo? Yaani shetani sasa hivi anapakufurukuta. Sasa hivi hata kama akija kule kwenye mgongo, tutampa manini dozi yake kule kwenye mgongo. Tutampa makavu yake, alafu atatupisha njia. Amina. Amekusaulisha pale omba. Nani mwingine mwenye swali? Kuna haja ya kujitakasa kabla ya kuomba, hata ni maombi ya chakula? Bila shaka hii inaharibu watu wengi sana. Watu wanafanya uzinzi na mabaya kwa sababu si atajitakaza. So tumejengea watu desturi ya kuwa wafanye uzinzi tu, wafanye mabaya tu kwa sababu wataomba msamaha, watajitakaza wakitaka kuomba. Lakini Yesu akirudi, je, utamwambia Yesu nikusubiri kwanza nijitakase? Ndio maana ishi maisha matakatifu, ili unapoomba uwe katika maisha matakatifu, ili Yesu anapokuja kukute huko tayari. Kwa mtu ambaye anafanya uzinzi na mabaya, utamuona kila wakati unasamewa nini wakati unakuishi maisha matakatifu wewe. So tusikiingie watu hizo dhana.
Mwingine anatenda dhambi akijua atafanya nini? Ataomba msamaha. Lakini inatakiwa tuishi maisha matakatifu, maana aliye wa Mungu hawezi kutenda dhambi akijua. Ndio maana tuwe tayari, maana tujui Kristo atarudi lini. So, wanaagiza kwa hapa nimefundisha watu waishi maisha matakatifu yanayempendeza Mungu kila wakati, kaa katika toba kila wakati. So, kama unadhani ya kuwa wewe ni wa dhambi, unajitovya katika dhambi kila wakati, omba msamaha. Lakini wenzako tunaye kuwa tayari kwa ajili ya kurudi kwa Kristo, unahitaji kila wakati tuwe katika utakatifu. Ndio maana sisi ni watakatifu walioko wapi? Duniani. Ndio wanayemfanya nini? Wanayempendeza Mungu. Nani mwingine mwenye swali? Michael. Asante. Kuna kahali fulani haka siri kitu gani? Kwangu mimi pengine hata kwa wengine. Unakuta kishatengwa chakula ama nikutana kwenye mazingira ya chakula, unatokea ghafla uzito fulani, ukutaka niombe chapu afu unitupie. Ka uzito fulani kanakuja kwa kusimplify maombi ya kula. Na rahisisha kwa namna fulani. Hii nisifike. Of course Michael, maombi ya kwenda kula ni mafupi. Sasa hakuna jinsi utakapokuja tena kwangu ya kuwa nirahisishe. Of course maombi ya kwenda kula yanakuwa mafupi. Lakini jitawale wewe. Kila kitu kizuri kinakuwa na upinzani. Lakini ukishaitambua basi uipinge. Mimi ukitaka niombe kwa muda mfupi, naomba kwa muda mrefu. Sawa watu wa Mungu. Amen. Basi nimshukuru Mungu. Na kushukuru Baba kwa wema wako na utukufu wako. Umetufundisha neno lako kuhusu maombi. Baba, tuwezeshe, maana Baba sio sisi tunaishi bali wewe unaishi ndani yetu. Nami nakutukuza Baba kwa ajili ya watakatifu wako waliokusanyika katika eneo hili. Na hata wale wanayotutazama Baba kutoka katika mataifa yote. Uwaguse na Baba warema, wajalie na wao wakamate moto wa kuomba. Na Baba, gusa nafsi, roho na mwili na kila mmoja, afya zao, hatua zao na vibali vyao, na neno lako Baba liendelee kuwaomba tena upya. Katika jina la Yesu Kristo naomba, na wote tuseme amen. Amen. Pigia Bwana makofi makubwa. Mungu akubariki sana mtoto wewe. Uwe namba 1 kila siku kule shuleni kwa jina la Yesu.